Mimi nitaongea mambo machache sana na wanaume wenzangu. Sasa wengine wanaweza kuniona mfupi wakasema mtoto, mimi ni mtu mzima. Kwa nini? Miongoni mwa mambo ambayo Nabii IPM amesababisha kutukushanisha sisi hapa ni kwa nini? Kwa sababu wanaume baadhi yetu wameonekana ni wanyonge. Katika dunia kuna mamlaka kuu 3. Mamlaka ya kwanza ni ya Mungu kwa wale wanaoamini katika Ukristo na Uislamu. Mamlaka ya pili ni mamlaka ya kiserikali ambako nchi zote duniani zinaongozwa na marais. Mamlaka ya tatu ni family, ambayo mkuu wa family ni nani? Ni baba. Leo nabii anatuambia mwanaume, ambayo ndo wewe. Kwa nini mmevaa suti? Mmevaa suti ni kwa sababu sehemu ya kuonyesha ninyi ni mamlaka kuu katika family. Mamlaka haiwezi kuwa mnyonge. Unakuta mwanaume unakorofishwa nyumbani, unaenda baa, unakunywa pombe, unabaki kusema mimi ananifanyia mama yani. Mamlaka hailalamiki. Unashusha brandi ya mwanaume. Yani ni kama mimi leo mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Rais ameniteua, niko Kisarawe, mtumishi amefanya kazi, naenda ofisini naanza kulia, yani huyu Garabia anafanya hivi. Hufai kuwa DC, utakiwa utolewe tukuchape rock up. Kwa hiyo jambo la kwanza lazima ujue kwamba mwanaume ndani ya family, wewe ndo final say na mtu wa mwisho kutoa maamuzi, na chochote unachokisema ndani ya family kinatakiwa kitekelezwe. Na kama unashauriwa kwa staha na heshima, mwanaume hakosolewi. Hilo lazima ujue. Ukishasema mke wangu mwisho saa 12 kurudi nyumbani, full stop. Hawezi kusema tena wewe mbona unarudi saa 4, mimi saa 5, sasa nikirudi utanifanyaje? Usijibizane naye. Umeshatoa maelekezo, nyamaza, tulia. Sasa unakuta mwingine anajibizana na mwanamke. Mamlaka. Lazima ulinde brandi ya mwanaume. Yes sir. Kama uwezi kulinda brandi ya mwanaume, turudishie sehemu zetu za siri uendelee. Hebu piga makofi mengi kwa DC. Mwanaume hatari kabisa. Ongeza makofi mengine kwa ajili ya DC. Na ndio maana na mimi nikamwambia ndugu yangu, kakaangu mpendwa sana, na mimi nilisema IPM, mimi na mwanaume utaki kutoa ahadi, unasema nitakufikiria, linawezekana. Yes, no, full stop. Yes sir. Juzi wakati kakaangu IPM nimeposti, jamaa mmoja alinitafuta, akasema bwana, mimi naomba unishauri. Nimeoa. Mimi nina miaka 6, miezi 6 mke wangu hajawahi kunipikia. Napikiwa na mke na beki 3. Nikamwambia wewe huna tofauti na mtu ambaye anakula gengeni ambaye hajaoa. Kama umeoa bado mkeo wewe unapikiwa na beki 3, kuna haja gani ya kuoa? Mpandishe beki 3 awe bi mdogo. Mpandishe cheo. Hata mke wako anafanya kazi. Kama anafanya kazi, anashindwaje Jumamosi na Jumapili kukupikia? Na sisi tuliotoka kanda ya Ziwa, mimi kwetu ni Msoma, sifa ya kwanza ya mwanamke lazima ajue kupika, akusongea ugali. Sasa anasema Mheshimiwa DC, mimi nikitoka nyumbani mke wangu ameshikilia tu simu, hanipokei. Yeye jamaa anasafiri sana. Unafanya ile kama mlete mkeo, na kesho nakutana naye saa 3 asubuhi ofisini kwangu. Akasema ndio naye. Na kama asipoweza, tafuta beki 3 mzuri kuliko yeye, anayejua kupika, muone kama anaweza kukuhudumia. Kama sasa hivi unafanya kazi unanyanyasika, ukija kustafu
utapata kisukari, utaumia zaidi. Hilo nakwambia, I'm telling you the truth. Kama wewe umeoa, una mke wako hakutendei mambo yanayostahili, ukistafu utakufa na kisukari na pressure, kwa sababu yani treatment yako kwako itakuwa ni mbaya zaidi. Sisemi hivi mkafukuze wanawake, la, usinyanyasike, wewe ni mamlaka. Na ndio maana unaona mamlaka ikiwa inatembea, shehe akifika na watu, IPM ana wasaidizi, DC unatakiwa tukurinde. Wewe ndo mwenyekiti wetu wa wanaume, hataki upate shida, upate msongo wa mawazo. Wewe ni sehemu ya mamlaka kwenye family. Ndio maana unaona pale unaandaliwa chakula, unapakuliwa baba. Kwa sababu gani? Wanajua nyuma wanakutegemea. Sasa wewe leo ukianza kulalamika mwanaume, kama una vidonda sehemu za siri, hakuna family. Sasa nataka niwaambie sasa, mwanaume ni nani? Mwanaume ni mtu mwenye jinsia ya kiume mwenye umri wa miaka 10 na kuendelea. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mstari wa kwanza, Mwanzo 1 mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, akamuumba mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo mtu jinsi ya kiume katika jamii anaweza kuwa mme, mjomba, baba na wewe uliyevaa tai. Lakini katika muktadha huu tukijikita kuangalia mwanaume kwenye nafasi ya mume na majukumu yake katika ndoa, ukisoma Waefeso 5 mstari wa 23, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Na ndio maana ukitaka kuua ng'ombe unamkata kichwa, hamna uhai tena. Kichwa ndo mambo yote. Kwa nini? Ukisoma Waefeso inasema kwamba mume ni kichwa. Kichwa ndo kina macho, kina akili, kina ubongo, kina mdomo, kina pua, kina masikio, ndo overall in the family. Kwa hiyo wewe usipokuwa kichwa kwenye familia, wewe sio mwanaume. Unatakiwa uturudishie vyombo vyetu, uvae abaya, uendelee na mambo yako. Yes sir. Unanipata vizuri? Yes sir. Kichwa maana yake kuwa chanzo cha mambo. Wewe ndo ndani ya nyumba unaweka mikakati. Manager wanaita domestic manager, mama wa ndani ana take place, anaendelea. Fikira kuu na mtu mwenye upeo wa kuongoza, sio maneno yangu, soma Waefeso 5 mstari wa 23. Wewe ndo fikira kuu ndani ya family. Na ndio maana leo umekaa hapa, nabii wetu IPM kaka yangu amesema vaa suti, vaa tai. Tai ni alama ya hatari, mamlaka. Muda wowote unaweza kuchukua maamuzi makubwa, madogo, mazuri, mabaya kwa ajili ya familia yako. Huyo ndo anaitwa mwanaume. Mimi naamini baada ya kikao hiki hatutosikia tena kwenye taifa letu na wageni wetu kutoka nje za mbali, hasa sisi wakilishi, usilalamike, usiumie kwa ajili ya mtu uliyekutana naye vitovu vimekauka. Yes sir. Na ukikuta mwanaume ambaye analalamikia, wewe jiulize, mke ulionaye ulitongozewa au ulitongoza mwenyewe? Kwa nini umpende mtu, umlete nyumbani, atumie pesa yako, umlipie ruku, ulipie umeme, umvarishe, alafu akutreat vibaya? No, it can't be. Kata mti, panda mti. Yes sir. Makofi mengi kwa DC tafadhali. Sisi wanaume tumeumbwa kuwapenda, na wanawake lazima watutii. Mpende kadri ya uwezo wako, lakini lazima akutii. Mimi kakangu nabii, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa naoa,
akaja, DC nisaidie bwana, nafanya engagement. Mimi nabii nafuga. Nikampa mbuzi 3, nafikiri na kuku 4. Alafu kilichonisikitisha, siku ya engagement akapiga magoti. Mwanaume unapigaje magoti kumvalisha pete mwanamke? Huo ni umama. Makofi mengi tafadhali kwa DC. Huo ni umama. Huo ni umama. Huo ni umama. Huo ni umama. Yes sir. Mamangu mwanamke nilimwambia nakupa siku 3 rudisha mbuzi zangu. Na harusi yake sikwenda, na ningekuwa nafanya TANESCO ningemkatia umeme. Kupiga magoti ni kusujudu na kutii. Umeelewa? Na ndio maana kanisani tunamtii Mwenyezi Mungu. Hakuna mila ya Kiafrika wala sheria yoyote inasema wanaume piga magoti. Ni udhaifu, weakness kubwa. Na kama ulifanya hivyo, baada ya kaombe, katubu, kasema Mungu nisamee, mapenzi yasikufanye ukashusha brandi ya wanaume nchini. Tunaelewana? Mwanamke ndo anatakiwa kupigia magoti, akushukuru. Magoti, na kushukuru sana kwa kunichagua, kunichukua mimi kuwa sehemu ya familia yenu na kunipenda. Mungu akubariki. Unapiga magoti. Tena napiga yote mawili namna hii. Sasa mwanaume wewe unapiga magoti, utapumuliwa nyuma. Makofi mengi sana kwa DC. Mwanaume ni nani? Mwanaume ndiye mbeba maono kwenye ndoa au familia. Yeye ndiye anajua dira ya familia, ya ndoa yake, na mkewe anafanya kazi kusaidia. Mwanaume ndo kikaa unasema mwaka huu nataka nijenge. Sasa mama unampa pale na watoto wanajadili, tunataka tujenge, mshahara wetu ni shilingi 500,000. Kila mwezi tutatumia 200,000, 300,000 kujenga. Ndo maono, ndo dira. Unamwambia mke wangu nataka tuzae watoto 5. Unasemaje? Mume wangu utaweza kuwalea? Nitawalea. Unatoa maono. Mwaka huu nataka watoto wetu wasome. Wewe ndo future plan ya family. Mwanaume utaki kukaa unalialia ndani, unahuzunika, mke amekuuzi, unatoka unaenda unarudi saa 8 usiku, mwisho ugongwe, unakaa baa mpaka huduma anakuambia nyanyuka baba, tunafunga baa. Wewe sio mwanaume. Mwanaume unakimbiaje nyumba yako, unailipa kodi, unalipa umeme? Kaa na mkeo, mwambie wewe ni mke wangu, nataka 1, 2, 3, 4 full stop. Anakwambia mume wangu nimepokea, lakini ikikupendeza na ukiona unafaa, naomba nikushauri mambo yafuatayo. Kwa unyenyekevu, kwa utiifu. Tena mko chumbani, sio mbele ya watoto anakufokea. Mwanaume afokewi. Uwezi ukafokea mamlaka. Mamlaka inashauriwa. Tumeelewana? Yes sir. Na ndio maana unaona pale bungeni mbunge anayevuruga pale, Mheshimiwa Spika anasema toa nje huyo. Ndo mamlaka, ndo wewe. Tumeelewana? Yes sir. Lazima ujue nafasi yako. Lakini mwanaume ni yule ambaye anatimiza majukumu yake kwenye family. Hakikisha watoto wako wanakula vizuri, mkeo anavaa vizuri, anapendeza. Lakini ukiona mwanamke hakuheshimu na kila mwezi unatoa 5 punguza matumizi. Na usimwache ghafla, utaumia.
mshauri. Ukiona amefikia kiwango, unaona sasa mimi hapa. Na mara nyingi mwanaume mwenye hekima na busara, usiombe ushauri kuhusu mkeo. Hayo ni mawazo yangu kama Magoti. Kama mke wako ameshindwa kukusikiliza, umekaa zaidi ya mara 5, akimsikiliza mtu mwingine ndio aje kutii, na maana utiifu wake hauko kwako, uko kwa huyo. Achana naye. That is my life. Yaani mkeo asipokusikiliza na kukutii mpaka mkaita vikao, hiyo sio ndoa. Hivyo ni vikao vya labda mnataka kufanya stand off, Garabia aje kwa MC. Mwanamume mtiifu ni yule ambaye anamsikiliza mume wake na kufanyia mambo. Lakini kitu kingine ambao mjaoa, kabla hujaoa, chukua mambo yafuatayo. Muone mchumba wako nyumbani kwao nani mwenye sauti. Ukikuta mama mkwe wako ndo final say, usioe kwenye familia. Usioe kwenye familia. Acha. Hata kama unapenda namna gani, tafuta chombo kizuri zaidi ya kile, weka ndani. Yaani familia inafanya kile ambacho kinafanyika kwenye familia. Kama kwenye familia baba mkwe wako mtarajiwa hana sei, chochote anafanya mama mwenye nyumba. Mama anatoka haji, anarudi ya muda anaotaka. Mama hamwandalii chakula mume wake. Mama hamfurii mume wake. Mama hamnyoshei nguo mume wake. Mama hamwandalii chakula. Usioe kwenye familia. Unachukua matatizo unaongeza kwenye ukoo wenu na migogoro. Tafuta familia ambayo mama ni mtiifu. Na mwanaume hatolewi taarifa. Mkeo anapotaka kutoka, wewe umekaa ndani umelala, mkeo anaoga, anavaa, anamaliza kuvaa, anaweka hapa mkoba, anakuambia Garabi, natoka kidogo. Huyo sio mkeo, huyo ni mshikaji wako. Mwanamume mwenye akili na busara mfupi kama mimi simjibu wala sisemi chochote kuhusu yeye. Amekudharau dharau kubwa sana. Mwanamke mwenye upendo na mtiifu alielelewa, kama na safari kesho, leo anakwambia mume wangu, samahani, kesho kuna kikao Mlimani City, kinaanza saa 4 kinaisha saa 8. Ikikupendeza naomba uniruhusu niende, kuna mambo ya kina mama, kuna fursa. Mwanamume mwingine anaweza niketi kama sijasikia na nyamazia. Na mwanamke mwenye busara utamuona. Mwanamke wapi atakwambia, ina maana hujanisikia, nitaenda sasa, tuone utanifanyaje. Unajua hapa sina mke, nina mke na mume mwenzangu. Tofauti ni mavazi na jinsia. Mwanamume mwingine ananyamaza. Mnalala asubuhi, unasikia kile kao saa 4 saa 2, jiandae uende. Asa mume wangu asante. Mimi siku hizi kakaangu Nabii siangalie ile michezo ile ya kina Zembwela ile. Siangalie kwa sababu huwa natamani nivunje TV. Na mimi Zembwela nilikuwa nampenda, ni rafiki yangu. Sasa vile imefikia ikasema Zembwela tena hapo nazingua hapo. Anashusha brandi ya wanaume nchini. Na mimi ningekuwa waziri wa michezo ningeifungia ile. Tuonyeshe maamuzi mwanaume. Wewe umeshajua unagongewa mtu ambaye yuko ndani unaishi naye, unabembeleza nini? Hatuna uhaba wa wanawake, na sifa ya mwanamke lazima mwanaume ujue kutongoza. Yes sir. Umeelewa? Yes sir. Mwanaume ni mtawala wa mkewe na watu wake wote nyumbani kwake. Hiyo usoma Mwanzo 3 mstari wa 16.
Watakuja semea kale kanatoa wapi maneno ya kwake? Sio ya kwangu, ni maandiko matakatifu, mimi naishi humo. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Uchungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Mnanielewa nilichokuwa nasema? Mamlaka. Wewe ndio overall pale. Wewe uko kazini, hujui chochote, unafika nyumbani unakuta ndani kuna mkutano wa vikoba. Sebure yote imejaa pale, wanajadiliana. Taarabu iko pale inapigwa. Sasa wewe unafika nyumbani, mama vipi tena? Walikuja kikundi chetu kinaitwa Upendo, Umoja ni Mshikamano. Sebure yote pale ndani. Huna taarifa. Hujaoa. Bado mkeo hajui mamlaka yako. Kwa maana ya kuwa mume ana uwezo juu ya mkewe, si kwa ubaya, bali kama kiongozi jasiri mwongoza njia. Mwanzo 3 mstari wa 16. Biblia hiyo ina maandiko matakatifu. Lakini ukienda Timotheo 3 mstari wa 4 hadi wa 5, awe mtu anaitawala nyumba yake vema, mwenye wana wanaomtii kwa adabu yote. Timotheo hiyo, maandiko matakatifu ya Biblia. Uwe Mkristo, uwe Muislamu, uwe mpagani, ili mradi ni mwanaume. Na kuitwa mwanaume sio uwe mbabe, ukifika watoto wote wanakimbia ndani. Hapana, penda familia yako, jivunie. Hii kile ndicho kizazi chako ulichokianzisha wewe. Lazima wajue misingi yake. Na mama asipokuwa na nidhamu kwenye familia, ndio nasikia mtoto amebaka, amelawitiwa, amevuta bangi, anakunywa shisha. Mama akiwa na nidhamu ya kumheshimu baba, wale watoto wote wanadapti. Iko hivyo. Kama mama haagi, watoto wa kike pale utaona wanaenda kwa narara. Nimelala leo kwa Amina, nilienda kwa Wanita. Lakini mama akiwa na utiifu, anaonyesha mapenzi, baba naye anampenda, anamtii, familia itakuwa hivyo hivyo kizazi. Unajua sisi ambao tumetoka mimi kwetu tumezaliwa 13. Mimi ni wa 9. Inawezekana mayai ya baba ilikuwa imechoka ndio maana nikawa mfupi. na kati ya 13 wanawake ni 3, wanaume 10. Kwa hiyo mimi nina mashemeji wengi kuliko mtu yoyote hapa nchini. Sasa niambie, mmekusanyisha familia ya watu 47 iko pale nyumbani. Alafu sasa mkakuta kila baba anaishi maisha yake. Kutakuwa na familia yao. Tuseme watu 47 wazae watoto wawili, wanaenda mtaani. Neno samahani alipo. Kila mtu mwenye ngumi kichwa, yani kila mtu kivyake. Kwa hiyo hapo ndo babu natakiwa usimame wewe imara. Uonyeshe mamlaka yako, uonyeshe wanaume. Uonyeshe baba ni mlezi, baba ni kiongozi, baba ni mwalimu, baba ni mfano. Sio umekaa sebuleni pale TV inaonyesha watu wanapigana busu, umekaa na watoto. Sio maadili yetu. Watoto wakitoka hapa na wanaenda kujifunza. Sio wetu wenye uwezo. Jua muda gani ukae uangalie TV, muda gani usiangalie TV na watoto wako. Michezo yetu imejaa mapenzi 90%. Baba amekaa pale, mama watoto, mabusu pale, watu chumbani, umekaa na watoto. Ikifika pale unabonyeza simu, mtoto amekaa na kuangalia hivyo watu. Anasema kumbe baba naye anapenda haya. Utamuonyaje mwanao? Lazima tulee familia katika maadili mazuri. Na ndio maana leo nabii kakango IPM akaona wanaume tuseme. Nakaribia kumalizia nabii. Kwa kuwa kichwa, mume ni mfanya maamuzi na uchaguzi sahihi katika ndoa na familia. Timotheo 3. Mfanya maamuzi ndo mamlaka. Nimekwambia kwenye dunia kuna mamlaka kungapi? 3. Mamlaka ya kwanza ni Mwenyezi Mungu, mamlaka ya pili ni serikali,
Mamlaka ya tatu ni kwenye familia ambaye ni baba. Mtu yeyote anayetaka ama staki, wewe ndo mamlaka, final say. Na pale nyumbani hakikisha kila kitu kinachofanyika, kinachotaka kufanyika unakijua kabla. Kwenye mambo ya familia usifanyiwe surprise. Hiyo sio ndoa, uchumba. Na hata surprise ya pete, ndio maana unaona wengine wanakataa. Mtu anajirusha baharini, nimemkataa, amenikataa, hapana. Niliona juzi kijana mmoja amechoma nyumba. Kwa sababu gani? Amemsomesha mtu. Anakuja unamsomeshaje mtu ambaye hujamuoa? Hiyo sio biashara ya kubeti. Usibeti pesa kwenye maisha. Usibeti. Umemsomesha mtu, umemjengea kwao, vyote umeingia hasara. Na sipoangalia kwenu, mamako anaangalia nyumba ya makuti. Kama unataka kumsomesha mwanamke, hii ni siri yangu. Oa, weka ndani, mzalishe, halafu msomeshe. Ili siku akikuacha, una kiumbe pale unamkumbuka. Unalia na mwanao. Kwenye maisha usimwamini mtu yeyote. Sisi kwenye serikali, don't trust anyone. Mtilie mashaka kila mtu, unakuwa safe zaidi. Hiyo ni formula ya maisha. Usimwamini mtu, trust anyone. Attack. Hata usiku kirara, hakikisha kwamba suruali na viatu viko. Umenielewa? Tuliopita JKT tunajua unalala, viatu vyako vinakaa wapi? Pembeni ya kitanda na nguo. Na suruali umeshainyosha, ni kitendo cha kuchukua vap, viatu pap, ndio wanavyolala wanajeshi. Sasa unalala, boxer iko huku, vest iko huku, suruali iko kwenye kabati. Ndugu yangu, kuisha habari yako. Usirare kama mama mcheza, wale wanachezaga, wanavaga abaya, wanaenda kwenye ngoma kule. Sisi Kisarawe ndio tunajua wale. Lala kama mwanaume. Muda wote ni mapambano. Na ndio maana unaonaga kakaangu IP anacheza kung fu, amejuka vizuri. Maisha ni mapambano. Mimi nimecheza taekwondo mwaka 2003. Yes sir. Naweza nikasema, watu wakasema ni uongo. Ulizeni waliosoma Sakafa Mwanza. Mwalimu mkuu wetu alikuwa anaitwa Mr. Kimei. Alikuwa na mkanda mweusi. Mimi ndio maana unaona mguu natembea huko hivi kama nakata nyasi. Mimi nimecheza taekwondo, ukija vibaya na kuweka vizuri. Na ndio maana nakwambia shosho, usinichukulie poa hapa. Nikichechama humu watu mnavua tai. Makofi mengi kwa DC tafadhali. Sasa basi, la mwisho, nina mambo 4 muhimu unayotakiwa kumweleza mkeo. Mambo mangapi? 4. Very important. La kwanza, mweleze mke wangu, kwa wale mlioa, kama ukufanya hivyo jaribu sasa kurekebisha. Na kama hujaoa mwambie, la kwanza, ninapokuwa ninatoa maelekezo, kaa kimya. Unanielewa? Yes sir.
Hapo mamlaka inaongea kutoa maelekezo ya famili na mwenendo wa famili. Kwani sheha anapohutubia hapa wanaumini wanatakiwa muongee? Kanisani kwenye mahubiri wale wa Kristo, askofu au nabii anapoongea wao kunapiga kelele? Si mnasikiliza? Na ndio maana unaona mimi mliokaa mbele hapa naongea mnaandika. Mamlaka inaongea kwa kupitia nabii. Mwanaume anapoongea, ndoa inahitaji nidhamu ya mawasiliano, si kila wakati kutoa majibu au kupingana. Unaanza kuongea, mkeo anasema kaanza kelele bwana. Mwanaume anagubu huyu. Wakati anaongea hayo maneno, watoto wanasikiliza, wananoti, kumbe baba anagubu. Ukishafika nyumbani hatuna raha, ni kelele tu, kelele tu. Kwa hiyo wewe umefika kwako, kumbe mkeo hana raha. Sasa kama si una raha, nani anatakiwa mpishe mwenzie? Mnanielewa? Na ukitaka ujue tabia ya mkeo, akujibu akiwa na hasira. Kila anachokitamka ndio kiko moyoni. Usipokitibu leo kitakubaka hapo baadaye. Na usiombe mwanamke anakutriti vibaya ukastafu, ukakaa nyumbani huna kazi. Nakwambia ukikaa miaka mingi ni 8 unaondoka. Atakuona wewe ni mzigo dustbin pale nyumbani. Ni kidai kumepita, unalalala kwenye makochi, suende huko kwa wanaume wenzio utembee. Mimi kila siku nikisikiliza wananchi wachache, ni 45 wachache. Wanaume mnaumizwa sana na hatusemi. Usivumilie manyanyaso kwa sababu nimezaa naye. Watoto hawa tumezaa watabaki na nani? Hivi wewe unajua maana ya uhai? Usivumilie manyanyaso kwa sababu tumezaa naye. Maisha ni furaha na amani, na tunaisha maisha miaka michache. Kwa maandiko matakatifu mwanadamu anatakiwa kuishi maisha miaka 72 mpaka 76. Maandiko. Ukikuta mtu ana miaka 80, hiyo ni huruma yake Mwenyezi Mungu, na wewe uliishi vizuri na Mungu anapendezwa na wewe, ndo maana bado upo. Kuyorinda sana brandi yako ya maisha. Ndiyo maana nimesema wewe ni mamlaka. Serikali haivumilii mtu muovu. Ndio maana unasikia leo rais katumbua mtu, kapigwa chini, papa, nimetenguliwa. Hatuna uhaba wa watumishi na hatuna uhaba wa wanawake. Na ukitaka ujue hii nchi na warembo, wewe nenda pale Mlimani City ni 50 kunywa kahawa pale. Unaweza kusema kwa nini nimeoa? Yes sir. Vinapita vyuma vimenyoka, pisi. Sawa, mashallah. Jamani, sijui niwe Muislamu nisilimishe. Lakini unasema Roho Mtakatifu niongoze nishinde tamaa. Shetani toka. Mke wangu ni mzuri kuliko huyu. Kupoteza sehemu ya uhuru wako. Mwambie mke wangu, tokea nimekuoa, uhuru wako wote, sehemu ya maisha unayaacha. Kwa mfano mimi ni DJ. Napenda sana uDJ. Nikaambia wewe ni mkuu wa wilaya, mambo ya muziki acha. Unashusha brandi uteuzi wa rais. Nilivyopeleka Yanga Algeria, nilikuja
music system. Na wakati mwingine nilikuwa naenda kwa rafiki yangu Majizo kule EFM kujifunza udj, wakanambia acha, unapoteza vitu fulani kwa sababu hauko huko. Napenda sana mimi udj, na hata mimi leo nikisema ni MC, kakaangu Arabia hanishiki. Wakasema hivi vitu viache, utavifanya ukistaafu. Kwa hiyo na mke wako ukimuoa, mwambie mke wangu nimekuoa, sehemu ya uhuru wako unauacha. Mweleze kabisa, kwangu hapa sitaki uingie usiku. Mwambie ukishaoa, hata sisi wanaume, usiongozane na mtu ambaye hajaoa. Hiyo ni formula. Mkikaa dakika 10 anaongelea mademu, wewe una mke, mnajadili nini? Yes sir. Kaa na watu waliooa, ambao hawajaoa sio tutengani. Kaa nao kwetu muje kujifunza. Wewe unafikiri kama kijana huyu hapa hajaoa, anakaa na Garabi, atamwambia nini Garabi wakikaa pale Mlimani City? Atasema bro, unaona kile chombo? Cheupe. PCO. Sasa Garabi anaweza akachukua simu analinganisha na mkeo na kile chombo. Ndio unamvuta hivyo. Hata mkeo usikubali akae vikao na watu ambao hawajaolewa. Kataa. Mwambie hapa sitaki, shikana na hawa. Mawazo yetu wanaume tunajuana. Ndio. Ukiingia kwenye ndoa huna nafasi ya kufanya kila kitu utakavyo. Kuwa tayari kupoteza sehemu ya uhuru wako. Hata sisi wanaume unatakiwa urudi nyumbani. Mwambie mke wangu nimechelewa, kuna foreni, nitarudi muda sio mrefu. Sio kwamba mke wao anakuuliza uko wapi, anambia wewe ni nani? Mjibu. Ni jukumu lake kujua uko wapi. Lakini kitu kingine, mjengee confidence mkeo. Na umekaa na mkeo, unaona simu inaita, anachukua, anafunga mlango, anaenda kuongea, jua kuna shida hapo. Akirudi usimuulize umeongea na nani. Usijaribu, acha. Nakupa formula. Make for up in confidence. Taratibu. Wewe elaborate hiyo simu. Usichukue simu. Mamlaka haikurupuki. Unaelewa? Mamlaka haihamaki. Tafuta mbinu zako za kiintelijensia, ujue muda huu aliongea na nani, hata baada ya wiki. Hata wakati mwingine mkeo anaweza kuwa ameacha simu, namba zinapiga sana. Nawapa formula. Usimuulize ni nani, weka loudspeaker. Piga picha ile namba inayopiga, save kwenye simu, tulia. Unanielewa? Yes sir. Kile kufanya piga simu, picha, tulia. Yaani kama hata hujasikia, ondoka na namba yako, nenda kwenye M-Pesa ujue ni nani, una save. Poteza kama miezi 3 4, tunza hizo namba hivyo hivyo. Siku ya siku mtoe out. Mwambie unapenda kwenda wapi? Mimi napenda kwenda Secret Trade. Sisi wanaume kuandaa budget kwa ajili ya mwanamke ni kitu kidogo sana. Kidogo. Kwa unajua mwanaume una sifa hizi. Kazi yako mwanaume ameumbwa mpaka unakufa ni kutoa na kugawanya. Mwanamke anajumulisha na kuzidisha. Full stop. Ukikaa naye pale unasema hivi, samahani, kuna mtu anakupigia anaitwa Baraka. Ni nani yako? Baraka, umemjuaje? Mimi nimekuuliza. Kuna namba inaisha 45, unaijua? Atajieleza, utamuona anavyojieleza. Chomeka story nyingine, nini bado unasema, hivi na yule Juma anayekupigia gawa ni nani? Majibu atakayokujibu utaona na hamaki, mwingine sijui ni nini, mwingine atakwambia mbona mimi sikuulizaje wewe wanaokupigia, unajua kuna shida. Maliza kikao vizuri, kupotezea kwa muda. Chukua notebook yako, andika, tunza.
Umeelewa? Unatunza kumbukumbu zile, unaenda nayo moja baada ya jingine moja, na wakati huo unaendelea kumpenda taratibu. Siku ukitoa maamuzi, una ushahidi wa kutosha. Sio mkeo ametoka unang'ang'ana na video call, uko wapi? Hebu mamlaka ifanye hivyo. Unashusha brandi ya mwanaume. Tumeelewana? Yes sir. Hiyo ndo process. Jambo la tatu, kuomba ruhusa kwa mwanaume sio udhalilishaji, bali ni namna ya kushirikiana. Mwambie mke wangu, mchumba wangu, unapotoka lazima uombe ruhusa. Usikubali kupewa taarifa. Usikubali mwanamke anatoka kwa kukuaga. Kosa. Na ndio maana watumishi, hata pale nabii kakaangu IP akitoka na yeye ana wakubwa wake, kiongozi, natoka naomba. Hata mimi kuja hapa Dar es Salaam, mnajuaje? Nimeomba kibali kwa mkuu wa mkoa wa Pwani. Mkuu wa mkoa wa Pwani akampigia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, haturuhusiwi kwenda kwenye mamlaka nyingine. Na nilipo hapa, mkuu wa Ubungo anajua kwenye wilaya yangu kuna mkuu wa wilaya ya Kisarawe amealikwa. Ndio maana ya mamlaka. Huwezi kuingia kwenye mamlaka nyingine bila utaratibu. Ndio maana unaona huko wakubwa wanatuangana vyombo, na mimi nasema acha vituangane vyombo ili tujue nani mwanaume. Usikubali kuagwa, wala huwezi kuomba ruhusa kwa ghafla. Mkeo kaoga, kavaa, kapendeza, mme wangu natoka kidogo. Unatoka kidogo wapi? Hakuna kutoka kidogo. Ni mke wa mtu, unaenda wapi? Mme wangu naomba ruhusa, kesho naenda. Mkeo leo akivaa naoga anasema natoka, usimjibu. Amekuona wewe ni wa kawaida kama mwenzake tu wa kawaida, hatambui wanaume wako, usimjibu. Unaweza kumwambia tu, naona tumeanza kudharauliana humu ndani, nenda ulale. Na akirudi lazima kueleze kwa unaga ubaga alienda wapi. Wakati mwingine unatoa punishment kidogo, mpakie, mpeleka kwao, mwambie mzee nimemleta akae kwa muda, usipeleke matumizi. Mwacha akae miezi 3-4, na unamwambia baba nimemleta hapa nyumbani. Akivuka wilaya lazima nijulishe. Ndo mamlaka. Sasa mwanaume unabaki unalia, mimi mwanamke nabii, mimi hata nifanyeje? Niweke kwenye maombi? Maombi gani kwenye mamlaka? Umwombee mke wako? Yaani tukuombee uhai na tukuombee mke ambaye anakudharau? Dharau inaombewa? Dharau inawajibishwa? Baba mwekee mkono huyu, labda shetani anamsumbua. Shetani wa wapi? Malezi mabovu, mnyoshe. Akikataa piga chini, lete chombo, na usiwe haraka haraka. Huyo ndo mwanaume. Na mimi nataka niwaambie, tukiwa imara, tukasimamia familia, wewe ukasikia watoto hawa wanapumuliana visogoni. Maadili yamekuwa mabovu. Wewe unafikiri kwa nini mtoto wako wa kiume anapumuliwa visogoni? Hatukuwalea vizuri. Pale nyumbani baba ngumi, mama ngumi, mtoto ngumi. Familia, kuna familia hapo. Na ndio maana leo nabii kakangu IPM akasema wanaume tukae tuongee, tukumbushane mambo, na usiwe busy sana. Mimi leo juzi kabla hajasafiri, nina vijana wangu kama 4, huwa naingia chumbani kwao, nafunga mlango. Namwambia leo nani wa mwisho kuamka? Clay, wewe ndo wa mwisho kuamka. Kwa nini hujatandika? Hayatandika kitanda. Wa mwisho kuamka ndo anatandika kitanda. Na kabla ya kutoka nje hakisheni mmeoga. Lakini nani leo ana deki choo? Huyu kwa nini hujadeki? Deki choo. Wafundishe. Mtoto anamaliza form 4 hajui kupika, ataolewa na nani?
haolewi. Mwanao atapigwa tu, anaachwa. Ndio nakwambia mimi nimejua kupika darasa la pili na nimelelewa jimboni miaka 17. Nilikuwa naishi na mapadri. Mapadri wanapika sana. Mimi ninapika chakula chochote kasoro utumbo na cabbage. Siragi hivyo vyakula mpaka nakufa. Mfundishe mwanao, hata wewe siku moja nyumbani, ingia jikoni, pika, songa, muonyeshe, mwambie mke wangu leo kaa. Usiwe bize hadi familia yako unaisahau. Usiwe mpende mkeo mwenye nidhamu anayekutii. Na hata kwenye kazi, ukiona mtumishi ambaye ni mtifu na pendwa, unyenyekevu, mwanamke lazima awe na staha. Lakini hata wewe usimgombeze mkeo mbele za watu, mbele za watoto. Muite ndani, mwambie mke wangu hili silipendi, fanya 1 2 3. La mwisho, mwambie mke wangu au mchumba, nimekuoa au nitakapokuoa, kumilikiwa, unamiliki yeye na vitu vyake vyote alivyo navyo. Mwambie hilo. Na ndio maana umetoka nyumbani kwenu, uko hapa, mwambie namiliki miguu yako, namiliki macho, namiliki nywele, namiliki kucha, namiliki mdomo, kila kitu. Na kama ana mnyungu, namwambia na mafuruji namiliki. Yes sir. Uko chini ya himaya. Ni kama mimi sasa hivi namilikiwa na serikali, niko pale, lazima kila kitu unakuwa pale na wasaidizi. Wanakwambia DC, sisi wakuu wa wilaya inaitwa kamati ya usalama, nina wakuu wa vyombo wale 14. Kwa hiyo unaweza ukavaa jinsi, ukamwambia mkuu, samahani, rudi ubadili. Hiki kikao cha leo sio cha. Ni kama mimi ningekuja hapa nimevaa pensi, unafikiri nabii wale wasaidizi wake angenusu niingie? Wangekwambia mkuu, hatuko kwenye mazoezi ya jogging, tunakuheshimu, ni mkuu wa wilaya, lakini rudi uvae. Kwa hiyo lazima mkeo ajue wewe unamilikiwa, yuko pale kwako, chini yako. Na kitu kimoja ambacho wengi wanakataa, ukioa mwanamke mtoto wa mtu umemwajiri, ni ajira ya kudumu. Wengi hawataki, wasema ni uzalishaji. Hapana, ana uhakika wa kula, ana uhakika wa kuvaa. Utake usitake, lazima umpendezeshe mkeo. Kwa hiyo mtu anayemiliki lazima akuheshimu na kutii. Ndoa inakuweka chini ya umiliki wa mwanaume. Ndoa ndiyo maana anakuja kwenu na wazazi wake wanamkabidhi kwako. Kwa mfano mimi nilivyokuwa naoa, nilienda na wazee wangu, nilikuwa na mzee Mangura na nani. Kwa hiyo tukakaa pale chumbani. Shangazi mtu anakuja, ananiambia unamchukua, anamwambia mke wangu anaitwa Joyce, Joyce unaondoka, huruhusiwi kuja hapa. Kama unataka kuja, baba yako amuombe mme wako kibali ndo uje hapa. Kitanda chako kwanza leo tunakiondoa. Sasa umekaa unasikia mkeo anakuambia, mme wangu kesho nataka niende kwetu kusalimia. Usimruhusu. Baba mkwe wako akupigie simu, au mama mkwe, baba samahani, naomba mkeo aje nisalimia, walete wajukuu kidogo. Ndio utaratibu wa mila za Kiafrika huko hivyo. Tumeelewana? Walisha kukabidhi, anaenda hapo njiani, akipata ajali, alafu wazazi wanasema tulikuwa na taarifa na wewe. Na siku anaondoka unapigia simu, mama mkwe amepanda gari treni ya saa 3. Akifika kule nimempokea. Siku anaondoka narudi, anakuambia amepanda gari anakuja. Anajua wewe huyo, sasa unajua hii ndo familia. Hitimisho, mwanamke ni mamlaka, mwanaume ni mamlaka, mwanaume ni mtawala, mwanaume ni kiongozi, mwanaume ni kuhani wa nyumba yake.
Mwanaume ni mlinzi wa nyumba yake. Mwanaume ni kichwa na mwanamume ni mamlaka. Mwisho wa presentation yangu. Amen.